inafanya maisha yako yabadilike. Kunyenyekea inafanya utembee na Yesu. Kuna watu hapa wameokoka lakini hawatembei na Yesu kwa sababu hawanyenyekei. Malaika hawezi kaa kwako. Si Biblia ile tulisomewa asubuhi, malaika hufanya kituo. Hawatafanya kituo kwako kama wewe unyenyekei. Lazima unyenyekee ndio malaika wa Mungu wasingire wewe wakicheza. Sasa hiyo unajua malaika wanaendelea kusingira wewe, wanaendelea kusifu Mungu. Unaona sasa hiyo unatembea tu unasikia wimbo imekuja pap na unaanza kuimba. Halo? Unaona sasa hiyo unatembea na wimbo imekuja na ukaanza kuimba ukiwa kwa barabara. Unajua hiyo wimbo imetoka wapi? Bwana asifiwe. Hiyo wimbo inatoka wapi? Kwa Mungu. Na imekujaje ikakufikia? Bwana asifiwe huko nyuma. Bwana asifiwe nyuma. Mnajua hiyo wimbo nani amefanya hiyo wimbe? Yes. Ni nani? Ni Mungu. Wale malaika uko nao wako ndio wanaimba hiyo wimbo. Roho Mtakatifu anasupply hiyo wimbo kwako. Hakuna Mungu hapo, ni malaika wako. Mungu ako mbinguni ameachilia neema. Kwa hivyo usiseme Mungu ndiye ameniambia niimbe. Ni ile roho ya Mungu imeajiriwa kwa wale malaika wenye wamekusingira hapa, wanaimba hiyo wimbo, wanasambaza hiyo roho kwako na wewe unaendelea kuimba. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo na anatembea na wale wenye wamenyenyekea. Na ukinyenyekea, upiga magoti uulize Mungu ile neema iko kwa hii madhabahu, atakuambia. Na utaiona na utatambua kuna Mungu mkuu mahali hapa. Bwana asifiwe. Kuna Mungu mkuu anayefanya kazi kwa hii madhabahu. Kwa hivyo wewe piga magoti na umwambie Mungu, na mimi nimeamua leo nitazame nini inayofanyika kwa madhabahu. Lakini kama una roho uwezi ona, utaona tu, utakaa tu kawaida. Lakini omba Mungu akuachilie Roho Mtakatifu. In the book of Acts 20:19, serving God with all humility, with many tears and travails, which happened to me by the plotting of the Jews. Matendo ya Mitume 20:19 inasema kwamba na majaribu yaliyo nipata kwa ila za Wayahudi. Utakapomtumikia Bwana kwa unye na wale wenye wanarara waamuswe. Bwana asifiwe. Ukiona anaipa ameraro na mwambia tunakula neno la Mungu. Haleluya. Sasa wakati tutamtumikia Mungu kwa unyenyekevu, kwa kujitoa na kunyenyekea, hata kama majaribio yatakuja, hata kama watakurudi, wewe mtumikie Mungu. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Sio watu wote wanafurahia ya kwamba wewe utumikie Mungu. Yes. Dada yetu aliokoka wakamwambia ya kwamba utaenda kanisa ukule nini? Tuende tukupea pombe. Lakini ujue ya kwamba Shetani anapoona umemshinda, lazima atumie watu wa nyumba yako. Yes. Na anatumia watu wa karibu ili waanguke urudi kwa Shetani. Yale mapepo yenye ilienda 100 irudi na hiyo ilete 77, hiyo ni 700, kuongeza ile 100, hiyo ni 800. Utakuwa hali yako itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Tasi wao unaona wale watu wenye umeanguka Pakisiders wako mbaya zaidi kuliko vile walikuwa. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu atakupenda. Haleluya. Haleluya. Amen.
naomba leo Mungu anyenyekeze watu wafanye kazi ya Mungu. Mungu anyenyekeze watu wafanye kazi yake. Hata ukitoroka kazi hapa, ukienda Marekani sasa ile unasuka ndege, Yesu ako pale na anakunyenyekeza akikuingia kanisa ya kufanya kazi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu akunyenyekeze ili ufanye kazi yake. Kiburi ndio inafanya tusifanye mapenzi ya Mungu. Tukuja asubuhi waimbaji, tukuje waimbaji wote saa moja tukutana hapa. Hakuna mwimbaji atakuja saa moja kwa saa ya kiburi. Anasema si ni Tony. Tony ndiye alisema Tony hasa ataniambia mimi nitaenda tu masaa yangu. Hiyo sio yeye. Ni Mungu alimtumia ili kazi ya Mungu iende mbele. So wakati tutakaponyenyekea, Mungu atatutumia. 12:16. Warumi 12:16. Inasema mupatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mukubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujifunia akili. Inasema be of the same mind towards one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Tunaambiwa ya kwamba tupatane nia zetu sisi kwa sisi, tusitarajie makubwa, lakini mukubali kushughulishwa na mambo manyonge. Tusiwe na kiburi ndani mwetu, tusitumie akili yetu, bali tutumie Roho Mtakatifu. Biblia inasema vizuri, tuwe watu wa kushughulikiana na kusaidiana. Haleluya. Tuwe watu wa kupendana, watu wa kusaidiana, watu wa kusimama pamoja. Saida mwenzako unaona anapata shida, muombe, wacha kumsengenya. Saida mwenzako analia, lia na yeye. Ukienda pale, unajua usiende mtu akilia. Kama siku moja nilituma mtu, kwa sababu tumesikia wamekosana, mzee ameleta shida. Huyu akaenda kulikaenda kutuliza, akaenda akasema, ingekuwa ni mimi, hata hii nyumba singekuwa. Sasa akaenda kuali. Bwana asifiwe. Tunasema Mungu atupe hekima. Sasa mtu analia, lia na yeye. Sasa mtu anaomboleza, omboleza na yeye. Wakati Rutu mume wake alikufa, sisi hatukuwa tunajua mume wake, na mume wake alikuwa mlevi, lakini kwa sababu ya Rutu tuliomboleza na yeye. Bwana asifiwe. Wale watu tulipata information late, hatukupata immediately, kwa sababu Sunday tukiwa kanisa Jumapili kumbe alikuwa amekufa. Bwana kutoa mwili tukaleta hapa, tukakuwa na ibada, mwili ikapelekwa, nikawaambia sitaweza kwa sababu nilikuwa na 1 2 3, lakini tulisimama na wao. Amen. Bwana asifiwe. Na kuna wale wenye walituma fedha zao zikafanya kazi mahali pale. Sasa tasu watu tushughulikia. Bwana asifiwe. Ukiona mwenzako anaanguka, muinue. Ukiona mwenzako ni mgonjwa, muombe. Haleluya. Lakini tusikubali Mungu atufanye nini? In the book of James 4:6-10, but he gives more grace. He gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to your God, resist the devil. Bwana apewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba Mungu anawapinga wanaojiinua na wanyenyekevu
Mungu anawafanya nini? Anawainua. James 4:6-10 inasema, lakini hatujali sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikusao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Wenye kiburi Mungu anawasusa, wanaojikusa na kujiinua Mungu anawasusa, na wale wanaonyenyekea Mungu anawainua. Kwa hivyo ni heri unyenyekee uinuliwe na Bwana kuliko ujiinue ususwe na Bwana. Bwana apewe sifa. Wakati Mungu anakususa mpaka mafumbi, na wakati Mungu atasusa kiburi anakupiga kwanza. Akikupiga sasa ile unalia uko chini, ndio sasa ukiamuka utajiinua tena. Bwana asifiwe. Amen. Basi mutiini Mungu, mpingeni Shetani. Tumutii Mungu, tumupinge Shetani. Tumutii Mungu, tumupinge Shetani, naye atatutoroka. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kusafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Tunaambiwa ya kwamba tumukaribie Mungu, tuachane na dhambi, tumutoroke Shetani, naye atatutoroka. Tutakase nia zetu sisi wenye nia mbili. Sikuna mtu amekuja hapa na nia mbili. Huyu ako na tasa a double minded person. Ako na nia mbili. Sikuna mtu amekuja akasema leo mimi nimesikia hapo Mungu anapatikana, wacha niende na mimi nipokee huyo yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nia zetu sijulikana na Bwana. Mikono yetu ya kutenda dhambi. Sikuna mtu hapa alipiga pipi silabu chana na ako kanisani. Inua mikono useme ni Bwana. Naye anainua. Lakini jana ameweka mtu ngumi. Bwana asifiwe. Tunaambiwa sasa hiyo mikono ioswe. Dhambi iondoke kwa mkono. Sikuna mtu ametuhusiana usiku kucha. Lakini saa hii si yako anaimbia Yesu. Safisha moyo wako. Bwana asifiwe. Shetani akiona mama uko na kakisirani, analetanga kakisirani Jumamosi. Mungu hawezi pokea neno kwa sababu Shetani analeta kisirani. Kisirani. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa vizuri sana ya kwamba tutakase mioyo zetu. Usunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwa kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Na waombea leo Mungu awape hamu ya neno. Na waombea sana Mungu awape tamaa ya kuingia kanisani. Bwana apewe sifa. Wacha tuomboleze na tulie. Furaha yetu igeuzwe kuwa kuomboleza na kilio. Sasa watu tumesema wiki hii ni ya maombi. Na tunataka kuomboleza hapa, tukilia kwa ajili ya Kristo. Bwana apewe sifa. Unafikiria utainuka kiroho na utapanda kiroho na uombi na ufungi na kuomba, utainuliwa na Bwana kiroho. Utakuwa Mkristo mzuri uko sawa, lakini kiroho utakuwa bado mtoto. Utakuwa mtoto wa kiroho, miaka nenda miaka rudi. Mpaka watu wanakuja wanakupita ukiwa pale pale. Lakini wakati unafunga ukiomba, kuna ile vitu Mungu anaondoa ndani mwako. Bwana apewe sifa. Anang'oa tundu zenye ziko kwa mwili, anaziondoa kwa sababu umekuja kutafuta uso wake. Haleluya. Sikuanzia leo tuanze kunyenyekea. Tuanze kulia. Tuanze kuomboleza.
Najua kuna watu machozi yao hakuna mbinguni. Chupa yake hata tukiitoa hivi haina hata tone moja. Hata Yesu ukimwambia nionyeshe chupa yangu, haina tone moja, kwa sababu utakuwa ikulia mbele za Mungu. Unalia wakati uko na shida. Kuna wamama anafurahianga sana, wananifurahishanga sana. Saida wako na shida, hata lia mpaka useme huyu mama ameomba sana. Na sio ati ni maombi, ni si. Anaangalia ile shida ana lakini Saida ako sawa. Hata kulia mbele za Mungu hakuna machozi, hakuna na ikuchi. Imekauka. Najua wanaume ndio wako na macho kali, hata mama yake akufe, mtoto amekufa, bibi amekufa. Taona mwanaume tu ame. Saida mnalia, jamaa anaangalia watu tu vile wanalia. Lakini nataka Mungu atuumbie